Kwa jina naitwa Omar Mtua, katibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza mwaka huu tunaingia kwenye mchakato wa uchaguzi wa kuwapata viongozi kwa wakilishi wetu kwa upande wa udiwani, ubunge pamoja na rais. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tumejiandaa vizuri katika maandalizi ya uchaguzi huo, na hivi sasa tunasubiri ratiba kama ilivyotangazwa na chama chetu. Kuanzia tarehe 28 mwezi ujao fomu zitaanza kutolewa kwa wagombea wanahitaji kugombea, na rai kubwa viongozi wetu wa chama, kamati kuu, halmashauri ya taifa, katibu mkuu wa CCM, katibu mwenezi na hasa katibu mkuu wa CCM wa taifa ambaye ndio mlezi wetu wa mkoa wa Mwanza, amekuwa kila siku katika ziara zake akitoa rai kwa wagombea, lakini pia akitoa rai kwa viongozi walioko madarakani kuheshimu katiba na kanuni, lakini pia kuheshimu utu wa mtu. Kwamba niseme mkoa wetu wa Mwanza tumepokea na tunaendelea kupongeza hatua ambazo zinachukuliwa na chama chetu, lakini pia na ziara ambazo zinaleta hamasa, zinaleta heshima katika nchi yetu pia na mkoa wetu wa Mwanza. Nihakikishe kwamba mkoa wetu wa Mwanza hali ya kisiasa iko salama. Kamati ya siasa ya mkoa na kamati za siasa za wilaya zimeendelea kusimamia chama katika maeneo yao wakishirikiana na viongozi wenzao chama. Mpaka sasa hatuna changamoto kubwa kama maandalizi hayo. Tunachosubiri tu ni uchukuaji wa fomu na kuendelea. Mpongeza mlezi wetu wa mkoa wa Mwanza, katibu mkuu wetu na mgombea wa nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa hotuba zake nzuri ambazo sisi wana Mwanza, sisi wana CCM wa mkoa wa Mwanza tunazipokea na kuzifanyia kazi. Amekuwa akitusihi, akitoa mwito kwa baadhi ya viongozi kuheshimu katiba na kanuni, na baadhi ya viongozi ambao wanatumia nafasi ya kuwakashifu wenzao, kutumia mitandao, pia ameendelea kusisitiza hilo, lakini pia ameendelea kutoa wito kwa viongozi kwamba chama kimeshaweka utaratibu wa jinsi ya kuwapata wagombea wao, wagombea watapatikana kwa njia gani, utaratibu umeshawekwa. Lakini pia tupongeze kwamba kwa nasaha zake kwamba mgombea aliyoko madarakani afanye kazi yake yeye, asitumie nafasi hiyo alionayo yeye kuanza kuwaziba wenzake na kuanza kuwakashifu wenzake, na wale ambao watiania ambao wanataka kuingia kwa wagombea wenzao na wenyewe wasubiri nafasi ifike na wewe. Kwa hiyo tukiachana hapo chama kitakuwa salama kama alivyoelekeza katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi na mlezi wa mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza una majimbo 9. Mkoa wa Mwanza una kata 191. Mkoa wa Mwanza una mashina kwa chama chetu ni 13829. Lakini mkoa huu wa Mwanza mitaa tulionayo mkoa mzima ni 3346. Lakini pia mkoa wetu wa Mwanza una majimbo 9. Katika muunganiko wa uchaguzi tunakwenda kwenye kata, kwa sababu uchaguzi wa serikali za mitaa tulishamaliza mwaka jana. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi wa kuwapata madiwani kwa upande wa kata, lakini pia tuna uchaguzi wa kuwapata wabunge kwa ngazi ya majimbo. Lakini kwa jumla tuna uchaguzi wa kumpata na kula nyingi za kishindo ambazo tayari kula hizo wana CCM tumeanza kuzitafuta kwa ajili ya ushindi mkubwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hali ya kisiasa mkoa wa Mwanza mpaka sasa haikuwa kama ilivyokuwepo hapo awali. Kwa wale ambao wanafahamu mkoa wa Mwanza, ikifika kipindi kama hichi basi mkoa wa Mwanza basi huwa ni shughuli huwa inakuwepo. Kwa wale ambao walikuwa wanaona vikumbo, majibizano, kejeli, kutambiana, lakini kwa hali ya mkoa wa Mwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo mkoa wa Mwanza uko salama kisiasa. Lakini pia tuna ujio wa katibu mwenezi wa CCM taifa, Comrade Amos Makalla, ambaye anategemewa kuingia ndani ya mkoa wetu wa Mwanza tarehe 2. Atafanya ziara ya kikazi katika mkoa wetu wa Mwanza na atafanya mkutano mkubwa wa hadhara katika viwanja vya Furahisha. Ni waombe wana CCM, wananchi wa mkoa wa Mwanza, mara nyingi tumekuwa tukijitokeza kupokea wageni wetu, tumekuwa ni waungwana kwa wageni wetu, wanaingia na wakitoka, tumekuwa ni wakarimu. Wana Mwanza siku zote ni wakarimu. Ni waombe tujitokeze kwa wingi katika kumpokea, tujitokeze kwa wingi katika kushiriki mikutano hiyo ili kusikiliza maelekezo ambayo katibu mwenezi wetu wa taifa ndugu Amos Makalla anayafanya ndani ya nchi yetu. Anafanya mambo makubwa, tumemwona katika mkoa wa Mbeya, tumemwona mikoa ya Dar es Salaam, tumemwona mikoa mbalimbali. Lakini kwetu tutakuja siku moja tarehe 21, siku ambayo inatakiwa siku hiyo barabara za mkoa wa Mwanza tujikusanye kwenda Furahisha kwa ajili ya kumpokea na kusikiliza hotuba nzito ambayo atakayetoa. Kama unavyofahamu, Amos Makalla ni mtoto wa Mwanza, na shughuli zimeanza kuanzia jana za maandalizi hayo. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Kwanza kwa majina naitwa Comrade Cuthbert Albert Joseph
alimaarufu kama kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Nimemsikia kiongozi wangu mwana diplomasia nguli Daktari Emmanuel Nchimbi, katibu wangu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Mimi nimepokea vizuri sana. Kwanza ni halali kauli hiyo kutoka kwa mtu ambaye ni mwanadiplomasia mkubwa, ni mwanasiasa mkubwa na anajua siasa ya nchi hii toka akiwa mdogo. Kwa hiyo anafahamu kwamba mwaka wa uchaguzi ni mwaka ambao una vitu vingi, lakini kwa sababu tunakwenda kufanya uchaguzi lazima wapo watu ambao kwenye jamii wameonekana wana nguvu lakini sio wabunge. Kwa hiyo inajikuta kwamba wabunge waliopo sasa ambao wanakwenda kumaliza muda wao wanajikuta badala ya kuishi kwenye siasa ambazo Chama cha Mapinduzi kinahubiri, wanajikuta wanaingia kwenye chuki ama kwa kuhofia kwamba wanaweza akapoteza nafasi zao kutokana na labda hawajafanya vizuri ama yapo mambo jamii haikukubaliana nayo. Kwa hiyo ni ile hofu tu ya siasa kwamba labda huyu ana nguvu sana, anaweza akachukua jimbo, na watu waelewe kwamba hiki chama ni chama cha watu wote, chama cha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi, na kwa mujibu wa katiba yetu kila mwanachama anayo haki ya kugombea muda ukifika kwa taratibu za chama, na chama kikiona anafaa ana wajibu wa kuungwa mkono kama ambavyo wabunge na madiwani walioko madarakani sisi wanachama tuliwaunga mkono baada ya kuwa wameteuliwa na Chama cha Mapinduzi.